Mafunzo haya yatatusaidia kuimarika kwenye upandaji wa mwani. Kivipi? Kama mwanzo ndo tulikuwa tunapanda, pengine baada ya bavua 4 pengine ndio tunaenda kuvuna. Tena uvunaji wetu ni mchache, kwa sababu sehemu ambazo kwa tunapanda si sehemu husika. Unakutia ni sehemu kwa mfano kama zenye matope, kitu ambacho kwa mwani hauwezi kuwa. Sehemu yenye mawimbi tulikuwa hatujui, lakini sasa hivi tumejua na tunajua kwa sasa. Kwa vile tushapata elimu, tutanufaika na biashara hii ama na ukulima huu. Mafunzo bila shaka yatatuongezea jambo, kwa sababu kwanza tutakuwa wataalamu kwanza. Na kile ambacho tutakuwa tunakilima ni kwamba tutakuwa tunakilima kwa uelewa, lakini pia yatatusaidia kuhifadhi pia mazingira, kama ambavyo kuwa tumeambiwa vile, tumefahamishwa na walimu wetu kwamba tunapolima basi tuchague lile shamba ambalo kuwa linafaa. Maana tukichagua shamba linalofaa ni kusema kwamba tutasubutu kuweka mazingira safi au mazingira mazuri. Changamoto zipo, kwa sababu ndo kama hivyo tunavyoambiwa utafute eneo lilokuwa zuri. Changamoto ni kama hatuna vifaa, tunahitaji boti, sababu unapokuwa unavuna ule inakuwa ni changamoto kubwa ya kuwa utumie kifua. Sasa kilimo hiki cha mwani hapa Mwani, kwa sasa hivi tuna changamoto yetu ni kwamba kwanza hatuna vifaa vya utumiaji jinsia pale ambapo kuwa ushafika muda wa kuvuna. Hatuna vifaa vyovyote vile, tunatumia kifua kitupu au miguu mitupu. Lakini pia tuna changamoto nyingine ya ukosefu wa mbegu. Unafika wakati joto linakuwa kubwa, tunakosa kupata mbegu vizuri, mpaka tuende kwa wakulima jirani wakatusaidie kutupatia mbegu nyingine kwa msimu. Faida ya tunayopata ni kupata pesa, tukaongeza vifaa, tukanunulia watoto mahitaji. Niseme zipo tunazipata, kwa sababu ingawa ni chache sana. Na kwa nini ni chache? Ni kutokana na elimu yetu ilikuwa ni ndogo. Hatuna elimu ya kutosha kwenye huu upandaji wa mwani, lakini sasa hivi tumejifunza. Na hata hapo tulipokuwa hatuna elimu, sio kwamba hatupati chochote kitu, tulikuwa tunapata, lakini ni kwa uchache sana. Kilimo cha mwani endelevu tunakusudia ni kilimo cha mwani ambacho ni rafiki na mazingira. Manake unafanya ukulima wa mwani, lakini wakati huo unatunza mazingira na tumezoea ule ukulima wa zamani ambao ni rahisi mwani kuharibika. Unatumia vijiti vya miti vingi, lakini hapa leo tutafundishana njia ambazo zitapunguza utumiaji wa miti, lakini njia ambazo pia zitakuwa si za kupanda huku juu juu sana. Tutapanda kule kina kirefu kidogo cha maji, kulinganisha na ule ukulima wa zamani ambapo uwezekano wa kupata joto unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo nategemea tupate ufanisi zaidi. Kwa wale ambao wamezoea ule ukulima wa zamani, wanapaswa baada ya kupata mafunzo haya kubadilika na kuenda katika ule mfumo nzuri au kilimo bora cha mwani. Pia tutafundishana masuala ya usarifu baada ya kufundishana namna ya